TV katika kukuhabarisha habari mbalimbali, habari za kijamii, za kiburudani, lakini pia habari za kimichezo. Endelea kusubscribe, kushare, kulike pamoja na kucomment ili uzidi kupata taarifa mbalimbali. Mimi ni Esther Mamko, niko hapa kwenye kipindi cha Live Theatre katika kuzungumzia makosa hatarishi barabarani na namna ya kuyaepuka. Nipo na askari hapa, atakwenda kuyaelezea kwa undani, atakwenda kufafanua ni yapi makosa hatarishi na jinsi ya kuyaepuka. Wewe dereva, wewe mtembea kwa miguu, wote tunapaswa kuwa salama pale ambapo tunakuwa barabarani. Karibu sana. Asante sana ndugu mtangazaji. Ndio. Nashukuru sana kwa karibisho wa Gift Online. Karibu. Asante sana. Watazamaji wangependa kufahamu wewe ni nani, lakini pia ambao utakwenda kuzungumzia mada ya siku hii ya leo. Asante. Mimi kwa majina naitwa Sergeant Yohana Mboa. Ndio. Natokea dawati la elimu usalama barabarani mkoa wa Kilimanjaro. Karibu. Asante sana. Kwa ujumla nipende kutoa hali ya usalama barabarani kwa mkoa wetu wa Kilimanjaro. Ndio. Kwa niaba ya Afande RTO. Kwa hali ya barabara kuanzia mkoa wa kuanzia mpakani mwa Arusha na Kilimanjaro kwa maana KIA mpaka Moshi mjini. Ndio. Barabara zetu zinapitika vizuri bila shida aina yoyote. Ndio. Na tunaendelea kuwasisitiza kwamba madereva pamoja na wamiliki wa vyombo vya moto waendelee kuhakikisha kwamba wanalinda barabara kwa kufuata sheria, kanuni na taratibu. Ndio. Pamoja na kuhakikisha kwamba barabara na miundombinu yake inakuwa salama. Hali kadhalika mpakani mwa Tanga na Kilimanjaro, wilaya yetu ya Same mpaka Moshi mjini, pia barabara zetu zinapitika vizuri bila changamoto aina yoyote. Mpakani mwa Tanzania na Kenya kwa maana ya Rombo, Horiri, Tarakea mpaka Moshi mjini pia barabara zetu zinapitika vizuri. Hali ya barabara ni nzuri kwa maana kwamba hata hali ya hewa, miundombinu yake ni mizuri. Tunachoendelea kuwasisitiza madereva ni kuhakikisha kwamba wanalinda alama zilizowekwa barabarani. Wasijitokeze wanaenda wanagonga, wanaharibu. Ikitokea wamegonga watoe taarifa kwa mamlaka husika. Kwa maana kuendelea kuhakikisha kwamba zile alama zinaendelea kuwepo na zinadumu kwa ajili ya kuzifuata wanapokuwa barabarani. Mada siku hii leo inasema yajue makosa hatarishi barabarani na namna ya kuyaepuka. Kabla ya kwanza tungependa kwanza kufahamu makosa hatarishi ni yapi? Asante sana. Makosa hatarishi kwa usalama barabarani ni mengi. Tunapozungumzia haya ni hatarishi ni pamoja na kutokufuata hizi sheria za usalama barabarani. Kwa maana haya yote haya makosa hatarishi yanatokana pale dereva ama mmiliki wa chombo kuendesha kwa kushindwa kufuata hizi sheria za usalama barabarani. Kwa maana kwamba anapoendesha chombo chake kwa mwendo hatari, kwa mwendo kasi, huu tayari ni mwendo hatarishi kwa watumiaji wengine wa barabara, kwake yeye na chombo chake mwenyewe. Hata wakati mwingine inapelekea kwa miundombinu ya barabara. Kwa maana kama dereva anaendesha mwendo kasi, mwendo mkubwa barabarani, kwa maana kama anatakiwa aende spidi ya 50 yeye anaenda mpaka 80-90. Au zaidi ya hapo. Dereva huyu ina maana anakuwa hafuati kanuni na sheria za usalama barabarani. Hata vile vibao, zile alama ambazo zinawekwa barabarani, dereva anatakiwa kuzifuata, yeye anakuwa hazizingatii. Kwa hiyo sasa madhara yake ni nini? Madhara yake ni anaweza kaleta ajali ambayo inaweza ikampelekea kugongana na gari nyingine uso kwa uso, ama akashindwa kumudu gari yake akagonga gari nyingine kwa nyuma, ama akashindwa kumudu gari yake pia kwenye vivuko hivi vya watembea kwa miguu akajikuta anasababisha ajali. Hali kadhalika wanakuta mpaka mara nyingine gari inahama barabara, inaenda inagonga miundombinu ya serikali ambayo ni pembezoni mwa barabara. Ama kuharibu ile mitaro ambayo imetengenezwa kwa ajili ya maji taka na maji mengine ya kupita ya mvua. Kwa hiyo sasa mwendo wa namna hii ndio tunaamini ni mwendo hatarishi na mwendo ambao sio salama kwa dereva mwenyewe, kwa abiria aliyowabeba. Haijalishi kwamba ni gari binafsi ama ya biashara. Ukishakuwa na watu wawili watatu tayari wale ni abiria, na sio kwa sababu mtu mwingine unamsimamisha anasema hawa nimebeba tu ni ndugu zangu au wazazi au watoto,
familia. Kwa wale tayari ni abiria, tunaamini hivyo. Wakishakuwa tu kushoto kwako na wengine nyuma, tayari hao ni abiria. Kwa hiyo tunachotaka kwamba ni kuhakikisha kwamba unawalinda wale ambao umewabeba, unawalinda wale ambao wanatumia barabara kwa wakati ule, hata wanyama pia unawalinda. Hilo ni kosa la kwanza. Kosa la pili ni kuendesha chombo cha moto kwa dereva akiwa ametumia kilevi cha aina yoyote ile. Haijalishi kwamba ni madawa ya kulevya ama ametumia pombe, kwa maana ya hivi vinywaji vikali. Anaweza kukuta sasa dereva huyu anaendesha hichi chombo cha moto ametumia hivi vitu vyote. Ni kosa kisheria. Ndio. Ukitumia madawa ya kulevya utakuwa unavunja sheria ya usalama barabarani, pia na sheria ya makosa ya jinai. Hali kadhalika pia kwa dereva wa namna hii, ina maana tunaamini kabisa yeye atakuwa hana uwezo wa kucontrol chombo chake anapokuwa safarini. Kwa maana anaweza akawa kwenye mwanzo wa safari mpaka mwisho wa safari, anapofika anaweza akajikuta anaweza kasababisha ajali. Na hii kwamba inawajenga watu wengine wanasema kwamba mimi bwana nisipotumia pombe kidogo na hisi sitakuwa sawa na wakati naendesha hichi chombo cha moto. Ni kitu ambacho unajidanganya. Unaweza ukawa umeendesha hichi chombo cha moto kwa miaka 10-15 ukiwa unatumia pombe, lakini ukiamini kwamba hiyo ndio kawaida yako. Lakini inapofika ajali, haijalishi kwamba wewe ni dereva wa namna gani, tayari tutakuwa tumeshaamini wewe umeshavunja hizi sheria za usalama barabarani kwa kutumia pombe ukaendesha hichi chombo cha moto. Na ajali tunaamini ni kitu ambacho kinakuja pasipo kwa matarajio yoyote yale. Kwa hiyo unaweza ukawa unaamini kwamba mimi miaka hiyo mingi 30, 35 nimeendesha pasipo kusababisha ajali yoyote. Na nilikuwa nakunywa mara nyingine napitiliza. Lakini leo unaweza ukawa umeonja tu bia 2-3 ukashika chombo chako cha moto ukafika njiani ukasababisha ajali kubwa. Pengine inaweza ikakupelekea ukapata ulemavu wa kudumu. Usiweze kuendesha ile gari tena. Ile gari ikatengenezwa na watu wengine wakaendelea kuendesha, lakini wewe ukawa uendeshi tena. Inaweza ikakusababishia kifo. Inaweza ikakupotezea baadhi ya viungo, kwa sababu unaweza ukaambiwa bwana tunakukata mkono, tunakukata mguu, au meno yametoka. Kwa vitu vingine hivi vinaweza ikapelekea madhara ya kwako binafsi, kwa umma ambao wanakutegemea wewe, kwa taifa ambao pengine ulikuwa unazalisha, unaingiza kipato kwa ajili ya uchumi wa taifa, unakuwa umepoteza. Kwa hiyo vitu vya namna hii tunasisitiza sana madereva kuviepuka, kwa maana ulevi hauna faida. Hauwezi ukajenga. Lazima utabomoa, na kwenye kubomoa huko ndio kupata ajali, kusababisha uharibifu wa vyombo vingine ambao unaweza kaingia gharama kubwa kutengeneza. Kwa hiyo inaweza kukusababishia hasara kubwa. Kwa hiyo tunaamini ulevi ni chanzo mojawapo cha ajali, na ndio makosa mojawapo tunaweza tukasema kwamba ni hatarishi barabarani. Makosa mengine tunaweza tukasema kwamba matumizi ya simu barabarani. Matumizi ya simu sasa hivi yamekuwa ni makubwa sana. Na mtu anaona ni kawaida yeye kuchati, kutuma jumbe mbalimbali, kwa maana hata kwenye hii mitandao ya kijamii, kuongea na simu. Mwingine anaweza akasema sina headphone bwana, naweza nikapokea tu simu yangu kwa kupitia bluetooth tu bila shida yoyote. Lakini kile kitendo cha wewe kutoa macho yako kwenye ule usawa wa barabara, kwa maana ulikuwa umeangalia barabarani, umefocus na barabara, alafu kile kitendo tu cha kuhamisha macho kutoka ule usawa wa barabara kuyaleta kwenye simu, kile kitendo cha sekunde kinaweza ikajikuta kwamba wewe umehama barabara na umesababisha ajali kubwa ambayo pengine ulikuwa na uwezo wa kuiepuka pindi ungeachana na matumizi ya simu ukiwa unaendesha chombo cha moto. Naamini magari mengi kama ni ya abiria, madereva wana wasaidizi wao, kwa maana ya makonda. Sasa kama unao konda, ni vizuri simu yako ikiita, unaweza kumwambia konda nipokelee hiyo simu, au niangalizie nani anapiga, mwambia nitampigia baadaye nikisha fika kituo ambacho nina uhakika nimesimama, nitapokea simu yake na nitaongea. Hizi simu ama haya matumizi ya simu, kuna muda mwingine yanaleta
taarifa au tunapata taarifa za mshtuko, taarifa za pasipo kutarajia kwamba unaweza ukapokea taarifa ya msiba ama taarifa yoyote ambayo inaweza ikakukosesha wewe umakini wa kuwa barabarani. Kwa hiyo tunaamini ni kosa mojawapo ambalo nalo linapelekea ajali nyingi za barabarani. Hata ukiangalia kwenye madereva wa pikipiki, madereva wa bajaji, hasa madereva wengi wa pikipiki wanapata ajali kwa matumizi ya simu. Kuta ameweka simu sikioni au anaendesha pikipiki mwendo kasi huku anaendelea kuchati, kitu ambacho si rafiki. Ikitokea haraka yani emergency ama shida ya haraka ambayo inakulazimu wewe kusimama ama kupunguza mwendo, yani utashindwa kwa sababu tayari mawazo yako yalikuwa kwenye simu, huku mkono mwingine umeng'ang'ania simu hadi uje urudishe tena mkono wako kwenye steering, na kuwa tayari wewe umeshafikia lile jambo ama kama ni mtu alikuwa anavuka. Na ukiangalia ajali nyingi sana za pikipiki Tanzania nzima, ajali nyingi za pikipiki, amemgonga mtembea kwa miguu, amegonga mtu ambaye alikuwa anavuka, au ameingia nyuma ya gari, au yeye ameenda amegonga gari mbele, kwa maana alikuwa ana overtake ile kushindwa kumudu pikipiki yake. Kwa hiyo ni haya makosa ambayo tunaendekeza simu, tunatumia simu muda mwingi kuliko kuwa makini tunapokuwa barabarani. Mtazamaji wa Gift Online TV, nikukaribisha tena. Haya ni Maji ya Uzima ambaye ni mdhamini mkubwa wa kipindi hiki. Maji haya yanapatikana ndani ya huduma tu. Huduma hii ni huduma ya Mlima Moria Ministry iliyoko chini ya mtumishi wa Mungu Gideon wa Maili Sita. Kama unatokea Arusha au unatokea Boma, utapanda magari yanayokuja Moshi mjini, utashukia kituo cha mashine ambapo utakutana na bango kubwa la ratiba za ibada. Lakini pia wewe ambaye unatokea Moshi mjini, Marangu, Same, Mwanga, utapanda magari yanayokuja Sadala, Boma ama kwenda Arusha. Utashukia pia kituo cha mashine, utakutana na bango kubwa la ratiba za ibada. Siku za ibada mahali hapa ni Jumatano, Ijumaa pamoja na siku ya Jumapili. Jumatano na Ijumaa ni saa 8 mpaka saa 11, lakini siku ya Jumapili ambayo ndo siku kubwa kanisani, tunaingia saa 6 mpaka saa 10:30. Nyote mnakaribishwa, na maji haya ni kukumbushe ni ndani tu ya huduma Mlima Moria Ministry, huwezi kuyapata nje ya huduma ya Mlima Moria Ministry. Bado tunaendelea kuzungumza ama kujadiliana kuhusiana na makosa hatarishi barabarani, lakini pia jinsi ya kuyaepuka. Tayari tumeshaelekezwa, tumeshaambiwa makosa hatarishi ni yapi. Wewe dereva, kuwa makini unapokuwa barabarani. Usitumie kilevi, lakini pia matumizi ya simu kupungua ili kuokoa maisha yako na mwenzako, lakini pia bila kusahau miundombinu kuweza kuisaidia kuiokoa zaidi. Umezungumza kuhusiana na masuala ya simu ambapo ndo kipaumbele ama ndo sababu kubwa, chanzo kubwa cha ajali za barabarani. Nini kifanyike sasa ili kuepuka ama kupunguza haya matumizi ya simu kwa madereva? Asante sana. Dunia sasa hivi imebadilika. Ndio. Kama imebadilika na ajali za barabarani ndivyo zinavyoongezeka kwa sababu matumizi ya vyombo hivi vya moto barabarani yanaongezeka, kwa maana kwamba kila kukicha kunakuwa na madereva wapya ambao wanaingia barabarani. Ndiyo. Na kila kukicha teknolojia ya simu inazidi kuwa kubwa zaidi. Ni vizuri sasa kuepuka haya matumizi ya simu unapoendesha chombo cha moto. Ndiyo. Kuyapunguza, kwa sababu huwezi kumwambia mtu aache kabisa kutumia simu. Haiwezekani anapokuwa ndani ya chombo. Kuna taarifa zingine za msingi anaweza kuzipokea na kuzitoa. Kwa hiyo cha msingi ni nini? Tunawasisitiza madereva pamoja na wamiliki wa vyombo hivi vya moto wanaoendesha kupunguza haya matumizi ya simu. Umeona una simu ya muhimu zaidi, ni vizuri ukapaki gari pembeni ya barabara kushoto kwako ambako ni salama zaidi, ukamaliza kuongea na simu ama kutuma ule ujumbe ambao ulikuwa pengine ni wa msingi na wa muhimu. Ukimaliza ni vyema ukaendelea na safari. Ukiona hivyo ni ngumu, basi kuna vituo, kwa maana kama ni daladala, kama ni coaster hizi za ndani ya manispaa, ndani ya wilaya, ndani ya mkoa, hata haya magari yanayoenda nje ya mji, nje ya mkoa mmoja, mikoa miwili mitatu, kuna vituo. Tunaamini lazima kuna kituo. Kituo cha kwanza pengine unaweza ukaongea na simu zako vizuri ukamaliza. Na wakati watu wanachimba dawa ama watu wameingia hotelini kwa ajili ya kula, na wewe unaweza ukaongea na simu ukamaliza. Au ukatuma kama ni ujumbe wako. Cha msingi zaidi ni kusisitiza kwamba kuyaepuka, kwa sababu unapokuwa ndani ya barabara, ukiendesha chombo chako,
haipaswi kuwa ni vizuri zaidi kuyaepuka. Kwa sababu tukisema kwamba tunatumia simu, huyo wa nyuma yako naye atumie simu, wa mbele yako naye atumie simu, mwisho wa siku tunaweza tukajikuta tunatengeneza ajali za kugongana nyuma kwa nyuma, ambao kitu sio sahihi zaidi. Kwa makosa mengine ambayo tunaweza tukasema kwamba ni hatarishi barabarani ni hizi wrong overtaking. Kuyapita magari mengine bila kuchukua tahadhari. Mtu anaona kabisa hapa ni mlima, siwezi, yani si vizuri kuovertake kwa sababu sioni mbele yangu anayekuja ni nani. Na sehemu hii kama ni mteremko, sifai kuovertake kwa sababu ni mteremko mkali. Siwezi kujua na mtu gani ama gari yangu inaweza kahimili huu mteremko kiasi gani. Kwa haturuhusu vyombo vya moto kuovertake maeneo ambayo sio salama. Madarajani, kwenye miinuko mikali au mteremko mkali. Kuovertake sehemu ambako barabara imekukataza wewe kuovertake, wewe una overtake. Kuovertake gari zaidi ya moja, nayo sheria hairuhusu, kwa sababu haya yote yanahatarisha usalama wako wewe, wa chombo chako na watumiaji wengine wa barabara ambao wanatumia barabara kwa wakati ule. Kwa makosa ya wrong overtaking nayo yamepelekea ajali nyingi sana kuonekana. Ndio shida kubwa, kwa sababu madereva wengi wanaamini kwamba kuovertake magari 3-4, akiamini kwamba gari yake ina nguvu zaidi ya kuyapita yale magari zaidi ya 5, zaidi ya 6. Madereva wengine wana overtake magari mpaka 10. Kwa hiyo ni kitu ambacho si salama kwako. Una overtake, unakutana na gari ile nyingine nayo inakuja katika ambayo ipo kwenye upande wake, na iko kwenye mwendo mkali. Wewe kwenye kurudi nafasi yako huku kuna magari mengi, huwezi kurudi. Utalipeleka gari kwenye mtaro ama utagongana naye uso kwa uso. Kwa hiyo sasa hivi vitu vingine madereva wenyewe tunatakiwa tuangalie sasa ile misingi na kanuni za nguzo bora za udereva. Kwa hiyo tukiangalia kwenye zile nguzo 5 za udereva, wewe dereva lazima utaepukana na haya mambo mengine ya barabarani. Kwa maana utaepukana na makosa ya kuendesha mwendo kasi, kuendesha ukiwa mlevi, matumizi ya simu, kuovertake sehemu ambayo sio sahihi. Haya yote utaepuka kwa sababu utakuwa una maadili na kanuni na nguzo 5 za udereva. Kwa haya mengine yanayojitokeza ni madereva kuto kuzingatia na kupuuza hizi sheria za usalama barabarani. Hapo umezungumzia kuna dereva ana overtake gari zaidi ya moja. Kwani ipi njia sahihi kwa upande wa kuovertake? Unapaswa kuovertake magari kuanzia mangapi? Ukiovertake usiovertake zaidi ya magari 2 kwa wakati mmoja, kwa sababu unakuta dereva anaendesha gari basi yeye ameona kuna foleni kubwa ya magari zaidi ya 6-7. Sasa uono, sisi tunasema kitaalamu, uono wa dereva ni mita 100. Unapo overtake gari moja, ina maana wewe una uwezo umeshaona mita 100 mbele. Unapo overtake gari ya pili, ina maana utakuwa uwe na uwezo wa kuona tena mita 100. Sasa wewe una overtake magari 10, una uwezo gani huo wewe wa kuona mbele? Hata kama barabara ni nyeupe, lakini wewe unajiaminishaje wewe ku overtake hao zaidi ya magari yote 10? Ghafla gari yako ikapasua tairi. Ghafla gari yako steering ikalock, ikafeli breki. Kitu gani unachokitengeneza? Kwa hiyo tunaamini udereva wa namna hiyo sio udereva salama, na si sahihi wewe kuovertake zaidi haya magari yote. Kwa sababu tunasema hivyo, kuna dereva mwingine anaweza akawa anaendesha udereva wake ni wa kuvizia vizia. Mbele ameona kuna gari, anatoa gari yake. Ana overtake, anaenda, anarudi tena kwenye nafasi yake. Anaenda, anarudi tena hivyo hivyo. Kwa hiyo huu dereva wa namna hiyo, hata wewe dereva unakuwa hujitambui unapoendesha hichi chombo cha moto barabarani. Kwa sababu akili yako itakuwa tu tayari imeshajenga mawazo kwamba ni kuangalia tu mbele, unatoa gari unaenda. Kutoa, unachungulia tena mbele, unatoa gari yako. Sasa huwezi kujua tena mawazo ya kufikiria kwamba kuna mtu mwingine nyuma anakuja, unasahau. Kwa hiyo unaweza ukajikuta unatengeneza ajali ambayo pengine ulikuwa na uwezo mkubwa wa kujiepuka. Na tunasema 90% ya ajali za barabarani ni uzembe wa madereva wenyewe. Kwa maana makosa yanatengenezwa na dereva mwenyewe. Na hizi 10% zilizobaki tunasema kwamba ni chombo chenyewe, kwa maana 5% chombo chenyewe kinaweza kikaleta shida. Na 5% tunaweza tukasema kwamba
labda ni miundombinu ya barabara ama hali ya hewa ndio inaweza kupelekea ajali hizi za barabarani. Sawa. Vipi kuhusiana rai yako ama maoni yako kwa madereva ili kuepuka sasa kupunguza hizi ajali za barabarani? Wito wetu wa siku kwa maana kutoka usalama barabarani, dawati letu hili, tunasema kwamba ni vyema dereva na mmiliki wa chombo wanapoendesha hivi vyombo vya moto kujaribu ama kuyaepuka kabisa makosa yale ambayo yalikuwa yana ulazima wewe kutokuyafanya. Kwa maana kwamba tunaamini unaweza ukaacha kunywa pombe wakati unaendesha chombo cha moto. Tunaamini kabisa 100% unaweza ukaepukana na matumizi ya simu. Tunaamini 100% unaweza ukaacha kuendesha gari mwendo kasi. Tunaamini kabisa una uwezo mkubwa wa kuacha kuovertake sehemu ambazo si rafiki kuovertake. Kwa maana adhabu zake unaweza ukafungiwa leseni kwa kipindi cha miezi 6 mpaka 3 ama ukapelekwa mahakamani ukafutiwa leseni yako. Ama hivi vyote kwa pamoja vinaweza vikafanyika. Kwa maana sheria inaruhusu. Unaweza ukafungiwa leseni miezi 6 na mahakamani ukapelekwa. Sasa ukipelekwa mahakamani kama huku mkuu wa usalama barabarani mkoa husika atakuwa ameona kwamba ni vizuri akakufungia wewe leseni miezi 6. Akikupeleka mahakamani wewe unatarajia kwamba hiyo leseni itafunguliwa? Hapana. Inafutwa kabisa kwenye usajili. Kwa hiyo ni vizuri ukaepuka haya yote kwa sababu ni yanaepukika na yana uwezekano mkubwa kabisa sisi tukaepushana ama tukaepukana na hizi ajali za barabarani ambazo zinaweza zikatokea kwa sisi wenyewe binadamu kuzisababisha. Basi nikutakia wakati mwema, nikushukuru pia kwa kuzidi kutoa elimu kwa madereva lakini pia kwa watembea kwa miguu ili tuzidi kupunguza ajali za barabarani. Nashukuru sana uongozi wa Gift Online. Karibu. Mabalozi wetu wa usalama barabarani. Na sisi tunasema kwamba polisi ni jamii na jamii ni polisi. Ili kuepukana na haya yote ni kushirikiana na polisi. Kabisa. Asante sana. Mtazamaji wa Gift Online TV, tumefika tamati kwa mada inayohusiana kwamba makosa hatarishi barabarani lakini pia namna ya kuepuka. Tumepewa makosa ni yapi lakini pia tumeelekezwa ni jinsi gani ambapo tunaweza kuyaepuka. Kwa hiyo mimi na wewe wote ni watumiaji wa barabara. Tuwe makini, tuepuke hayo ambayo tumeambiwa ili tuweze kuokoa maisha yako wewe, maisha yangu, lakini pia tuweze kuokoa miundombinu ili tuzidi kuitumia leo na kesho na baadaye pia. Nikutakia wakati mwema, endelea kufuatilia Gift Online TV kwa mengine mengi mazuri zaidi. Asante.